alikuwa kinara, lakini sasa tunaanza kuona kama anakuwa challenge na hizi blocks zinazoanza kutengenezwa ambazo zinakuja kuaffect hata financial system ya dunia, ambako tunaanza kuona kwamba kuna move ambayo inataka tutoke kwenye centralized financial system kwenda kwenye decentralized financial system. Tension ya vita na actual wars na yenyewe iko likely ku affect performance ya uchumi kwa ujumla na ku affect biashara kwa ujumla, hivyo ku affect banking sector ambayo ndo ina provide engine, ana provide oil ya kulubricate uchumi mzima. Nafikiri kwenye bado katika kuelezea hizo geopolitics na mabadiliko ya kiuchumi yanavyoendelea, you can see kwenye hii graph jinsi ambavyo kumekuwa na mabadiliko. Kama wanaangalia kwenye simu itampa shida, lakini you can see hiyo laini ya kijani ambayo mwaka 1820 ilikuwa iko juu. Mwaka 1820 Asia kwa maana ya China, Japani na nchi za Asia zilikuwa zina control 60%